Okay, karibu sana kwenye vipindi vyetu vya hapa na pale. Sasa leo napenda kuzungumzia kitu ambacho kinachoitwa, wanawake wengi wanafikiri kupata hedhi ndio kila kitu kwenye uzazi, lakini jambo ambalo sio kweli. Wanawake wengi wanapata hedhi lakini hawapati ujauzito. Kwa sababu gani? Kwa sababu moja inaweza kuwa labda ni ovulation haitokei, siku zako za hatari hazitokei kwa sababu ya mzunguko wako. Lakini pia sababu nyingine inaweza kuwa ni homoni zinaweza kuwa ziko tofauti au ziko nje ya mpangilio, kitu ambacho kinacho affect watu wengi sana au wanawake wengi kwa sababu ya mienendo ya maisha au vitu wanavyovitumia vinachochea sana katika kubadilisha homoni mwilini. Lakini pia tuangalie pia sababu nyingine inaweza kuwa ni mirija ya uzazi inaweza kuwa ina shida, hali inayopelekea changamoto inazidi kuwa kubwa. Lakini pia kitu kingine unaweza ukawa unapata hedhi vizuri lakini unapata changamoto ya uchafu ukeni kama rangi ya mtindi au maziwa, inazuia mbegu kufika kwenye yai, inazuia mbegu kusafiri vizuri, inazuia mbegu na kupelekea kushindwa, mbegu zinakufa njiani, hali inapelekea changamoto inakuwa kubwa zaidi. Lakini kitu ambacho ninachoweza kukwambia kwa mtu ambaye anatufuatilia leo, labda nikupe tu ushauri kwamba uzazi ni zaidi ya kuona damu ya hedhi. Kuona damu ya hedhi so ndo mwisho wa kutatua changamoto yako. Karibu mezani tukuelekeze kuhusu changamoto yako ikoje na inaendaje, na ili tuweze kukusaidia juu ya changamoto yako. Kwa hiyo unaweza ukalike hii video, comment, lakini pia unaweza ukashare kwa mtu ambaye unatamani aifahamu au kuna mtu ambaye unatamani ajue hichi kitu. Kitaweza kumsaidia pakubwa zaidi. Karibu sana na Mungu awabariki, na tutaonana kwenye vipindi vinavyokuja hapo mbele.